Umewahi kujiuliza kwa nini wewe upende kelele nyingi sana? Hutaki makelele yasiyo na maana na unapendelea ukimya kuliko sherehe zisizoisha. Na je, umewahi kuambiwa wewe ni mtu mkimya sana au una kiburi? Kumbe ukweli ni tofauti kabisa. Leo nataka nikwambie kitu ambacho watu wengi hawajui. Watu wengi wenye akili kubwa hawapendi makelele. Kama wewe ni mmoja wao, video hii itakufungua macho kabisa. Karibu sana kwenye channel hii ambapo tunazungumzia mambo ya akili, maisha, tabia za binadamu na ukweli ambao jamii nyingi hupuuza. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, hakikisha una subscribe, unabonyeza like na uache comment hadi mwisho, kwa sababu leo tutazungumza kitu kitakachokufanya ujitambue zaidi. Moja, akili kubwa huchakata taarifa kwa kina. Sababu ya kwanza kabisa ni hii: akili kubwa hufanya kazi kwa kina sana. Mtu mwenye akili nyingi hachukui taarifa za juu juu. Kila kitu anahakikisha na kukiona, anakichambua, anafikiria, anakitafakari. Sasa kelele nyingi zinapotokea, ubongo wake unachoka haraka. Kelele kwa mtu mwenye akili kubwa sio burudani, bali ni overload. Ndio maana wanaonekana wakimya, kumbe wanajilinda. Pili, kelele huvuruga mawazo ya ndani. Watu wenye akili nyingi wana maongezi mengi ndani ya akili zao. Wanapenda kufikiria, kupanga, kujihoji na kutafakari maisha. Kelele zinavuruga hiyo flow. Ndio maana wanapenda kukaa peke yao, kutembea kimya kimya, kusikiliza muziki taratibu au kukaa sehemu tulivu. Lakini tatu, hawapendi mazungumzo ya juu juu. Kuna kitu kinaitwa small talk, kwa maana mazungumzo ya juu juu. Leo jua kali sana, au huyu fulani ameoa, au umesikia story fulani. Kwa mtu mwenye akili kubwa, haya ni kama makelele kwake. Wanapenda mazungumzo yenye maana: maisha, malengo, akili, biashara na ukweli wa dunia. Ndio maana wanaonekana hawapendi watu wengine. Lakini pia kelele ni ishara ya kukosa udhibiti. Kwa watu wengi wenye akili kubwa, kelele nyingi huonekana kama kukosa nidhamu, kukosa udhibiti wa nafsi na kukosa umakini. Ndio maana wanachagua kukaa mbali. Tano, wanapenda kujisikiliza wenyewe. Ukimya kwao ni mahali pa kujijua, kujitambua na kujijenga. Wakati wengine wanapiga kelele, wao wanajenga maisha yao kimya kimya. Lakini sita, jamii huwa judge wrong. Cha kusikitisha ni kwamba jamii huwaita wakimya wa binafsi, wenye majivuno na wanaonekana wenye matatizo. Kumbe ukweli ni kwamba wao wana akili inayofanya kazi tofauti. Sababu ukimya ni silaha yao. Historia inaonyesha watu wengi wakubwa walikuwa wakimya sana, hawakupenda makelele, walichagua upweke. Ukimya wao ulikuwa sehemu ya nguvu yao. Kama hupendi kelele, hupendi makelele yasiyo na maana, na unapenda kukaa kimya, usijilaumu. Huenda akili yako iko juu kuliko watu wengi sana, na dunia hii haijazoea watu kama wewe. Endelea kuwa wewe. Kama umejiona kwenye video hii, basi bonyeza like, subscribe kwa content zaidi za akili na maisha. Lakini pia andika comment, nimeelewa. Tutaonana kwenye video inayofuata. Asante.